Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Makofi mengi na vilevile piga makofi mengi sana. Tuongeze makofi mengi sana kwa mheshimiwa rasmi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amani ya Bwana iwe nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shalom. Mheshimiwa Mratibu wetu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, Madam Fatma, ambaye pia ni balozi wa amani duniani kwa tiketi ya wanawake, Mheshimiwa Mkurugenzi Mkuu Mheshimiwa Ayubu Sanga, ambaye pia ndiye mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mafunzo haya, Mheshimiwa kaka yetu Alhaji Masasa, katibu wa idara kuu, lakini pia mwenyekiti wa JMAT mkoa wa Pwani, Mheshimiwa Alhaji Abdallah Mawinda, makamu mwenyekiti wa JMAT mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Alhaji Rajab Chande, katibu wa kamati ya idara ya mambo ya dini, Injinia Ramadhani Kasiba, mkurugenzi wa idara. Naona wakurugenzi wengi wako hapa. Mwenyeji wetu kabisa, mwenyekiti wa mkoa, mwenyekiti wa wilaya Sheikh Majaliwa, wilaya Kinondoni, waheshimiwa wakufunzi wetu ambao mlioendesha mafunzo haya wote kwa ujumla wenu, waheshimiwa maaskofu na wachungaji wote mliopo hapa ambao mmeshiriki jambo hili kubwa, waheshimiwa mashekhe na maimamu ambao pia mmeshiriki jambo hili kubwa, kaka yetu mwalimu wetu Profesa Julius Ndalima ambaye mmeshirikiana naye hapa, wakurugenzi na manaibu wakurugenzi, viongozi wote wa JMAT mikoa, wilaya na kata nchini, na wote ambao kwa ujumla wenu mmeshiriki katika jambo hili. Niseme kwamba leo ni siku ya furaha sana, ni namna ya kipekee. Ni siku ya furaha kuona kwamba JMAT inaendelea kutekeleza yale ambayo walioyapanga katika mpango kazi wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, na leo tukishuhudia mafunzo ya msingi ya itifaki na ustaarabu ya JMAT JPEC ambayo yameendeshwa kwa siku 3 mfululizo. Nimeshukuruni kwa sababu mmefanya jambo kubwa, na nimeona hapa wengine mmetoka nje ya Dar es Salaam. Kwa siku 3
mtu kuacha mji wake si jambo rahisi, ni jambo kubwa sana. Mmeacha kila kitu chenu, na mashehe wengine wana watu 2 3. Baba askofu angalau kaacha mmoja, lakini hawa mashehe wameacha 2 3. Jihani sana. Lakini nimeweza kuja kushiriki katika jambo hili. Lakini naomba niwahakikishie kwamba mmefanya jambo muhimu sana, na ni jambo la busara, na ni jambo ambalo litajenga heshima yenu. Kwa sababu mmepata elimu, mmesoma. Na elimu ndio ufunguo wa maisha, ndio ufunguo wa kila kitu. Kitu cha kwanza ambacho Mwenyezi Mungu alichompa mwanadamu ili aweze kumudu mazingira ya ulimwengu na namna ya kuendesha, kitu cha kwanza alimpa elimu. Kila nabii aliyemtuma alimpa elimu. Na manabii wa Mungu walikuwa na elimu kuliko yoyote katika ulimwengu. Kila mtu ambaye utasikia nabii, bado ukimwangalia Jesus, Yesu alayhi salatu wasalam, Masihi mwana wa Maryam, uweze kusema kwamba alikuwa mbumbumbu kwa sababu labda hakupitia chuo fulani ambacho wewe unakijua. Yeye alikuwa anapata elimu moja kwa moja kutoka kwa Rabbul Izzati wa Jalal, muumba wa mbingu na nchi. Sasa huyo atakuwa na sawa na mtu mwenye elimu ambayo ameichukua katika university fulani, huyo atakuwa yuko zaidi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manabii wote, kwa sababu walikuwa wanafundishwa na Jibril au Gabriel, allamahu shadidul quwa. Manabii wote walikuwa wakipelekewa ujumbe kupitia Roho Mtakatifu ambaye ni Jibril, ambaye ni Gabriel, elimu ambayo ilikuwa inatoka moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Sasa bila shaka manabii, hakuna nabii aliyekuwa mjinga. Kwanza wote walikuwa ni Magon Town. Yesu kazaliwa Jerusalem Town. Muhammad kazaliwa Makkah Town. Walikuwa na elimu za kutosha sana. Na ndio maana Masihi nakumbuka alisema, Jesus alisema, mkamate sana elimu, usimwache aende zake, maana yeye ni uzima wako. Hiyo ni Mithali 4:13. Ndio. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Ukimwangalia Mtume Muhammad, naye akasema, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kusoma ni lazima kwa kila Muislamu, sio hiari. Awe Muislamu wa kiume, awe Muislamu wa kike, ni lazima asome. Na kutosoma ni dhambi. Ile mtu akikataa kusoma, fa huwa athimun, muda wote anakuwa anapata dhambi. Kwa sababu Mungu wetu si Mungu mjinga, si jahil, bali ni alim. Katika jumla ya majina yake al-alim, tena anajua sana. Katika ujumbe wa kwanza aliopewa Mtume Muhammad, sura ya kwanza iliyomteremkia, aliambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye aliyeumba. Khalaqa al-insana min 'alaq, amemuumba mwanadamu kutokana na pande la damu. Yaani mwanadamu Mwenyezi Mungu amemuumba kwa stage tofauti tofauti, lakini hapa anamzungumzia mwanadamu ambaye aliyeumbwa kwa sura hii yetu sisi. Khalaqa al-insana min 'alaq.
Kwanza ukiangalia baba yetu Adam, Mungu alimuumba bila ya baba wala mama. Baba yetu Adam hakuwa na baba wala hakuwa na mama. Alafu akamuumba Hawa mkewe bila ya mama. Alikuwa na baba kwa maana alitokana na ubavu wa Nabii Adam. Kwa hiyo Adam ni kama babake kwa sababu ametokana na yeye, ubavu wake Adam. Lakini kimsingi alikuwa ni mumewe. Lakini kwa sababu alitokana na Adam, kwa hiyo kama vile ametokana na kitu ambaye ni baba, huyo kaumbwa kwa stage nyingine. Alafu akamuumba Jesus Yesu bila ya baba. Ametoka kwa mama Maryam, Bikira Maria, hajaguswa na yoyote. Akazaliwa Yesu pasina baba, ana mama tu. Alafu tukazaliwa mimi na wewe na baba na mama. Hizo ni stage ambazo Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu. Na anaonyesha Mungu huo ni uwezo wake. Kama Mungu wetu ana uwezo mkubwa, ameweza kumuumba mwanadamu akiwa na stage tofauti. Leo tumezoea kuona wanadamu wanazaliwa. Sasa hivi tunashuhudia tumbo la mama likibeba mimba watoto 3, 4, 5, 10. Tumeshuhudia mimba moja katika maisha sasa hivi utokea. Yote Mungu anaonyesha uwezo wake kwamba akitaka anaweza kufanya hivyo. Au akitaka labda mwanadamu anaweza akazaa kama nyoka tu. Kwa mpigo akazaa 150. Yaani Mungu anaonyesha tu uwezo wake, ni vituko vyake tu vya uwezo wake. Lakini akampangia mwanadamu maisha yake, akampadiria. Kuna viumbe wanaumbwa wanaishi siku moja. Kuna viumbe wanaishi wiki moja. Kuna viumbe wanaishi wiki 2. Kuna viumbe wao huishi miezi 6 tu. Au mimba zao ni masaa kadhaa anajifungua. Mwingine ujauzito mwanadamu miezi 9 takriban. Mwingine mwezi mmoja. Mwingine anabeba mimba miaka 3 kiumbe. Muhimu kwamba Mungu anaonyesha uwezo wake ambao amempa mwanadamu. Sasa kama nilivyosema kwamba tumepata elimu kubwa, na sisi kama Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, katika jumla ya majukumu yetu ni kuhakikisha kwamba viongozi wetu hasa ndani ya jumuiya wanakuwa na weledi na wanakuwa na uwezo mbalimbali wa kusimamia jumuiya yetu. Leo tumechukua mafunzo haya ya itifaki na ustaarabu kupitia wakufunzi wetu ambao ni wataalamu kutoka kwenye vyombo mbalimbali vingine vya kimamlaka nchini. Nimewasomesha. Tumepata elimu ya kutosha. Jambo hili ni jambo jema sana ambalo kwetu sisi ni lazima, si jambo la hiari. Lakini nimshukuru sana msimamizi mkuu wa mafunzo haya Sanga, sijui nikuite daktari, nikupe udaktari wa bandia toka pale Profesa Kaima atakapoona unastahili kuwa dokta, tukakupa PhD yako. Unafanya kazi nzuri, endelea kufanya kazi nzuri ndani ya jumuiya yetu. Nimekusikia hapo umeeleza sifa za wakufunzi wetu, wakufunzi ambao wana sifa, wana vigezo. Hili ni jambo jema sana. Lakini nimshukuru sana mratibu mama yetu, huyu ni hodari sana. Ni hodari sana.
kumshukuru mumewe kwa sababu kujitoa ndani ya jumuiya masaa 24 mama huyu anafanya kazi ya kutumikia jumuiya hii. Maana mumewe angekuwa si muelewa akasema kaa ndani, si ametuumiza. Kwa nitaendelea kumwomba Shabiri aendelee kutuachia uendelee kuitumikia jumuiya yetu. Unafanya kazi nzuri sana. Lakini ningependa kuwapongezeni kwa dhati wote ambao mlioshiriki jambo hili. Mmetoka Mara, toka Singida, toka Tanga, toka Iringa, toka Pwani, mikoa mbalimbali, Mtwara. Mmefanya kazi kubwa sana, na bila shaka si kwamba tu kwamba mmejijengea heshima nyinyi wenyewe, lakini pia mmejengea heshima jumuiya yetu ya Maridhiano na Amani Tanzania. Wafanyakazi wote wa JMAT na hasa hii kamati ya mafunzo, kwa hakika mmefanya jambo muhimu sana na mnastahili pongezi. Na mimi niwaambie wazi kwamba huu ni mwanzo tu. Huu ni mwanzo. Ningeomba sana maratibu jambo hili sasa liendelee kwa wana-JMAT wote nchini, na lisiwe jambo la hiari. Kila mwana-JMAT anayetaka nafasi yake lazima apitie mafunzo. Kwa sababu ni mafunzo muhimu sana. Nadhani mtakubali kwamba nimewasaidia. Tunahitaji jumuiya ambayo kama vile serikali yetu inavyotarajia. Jumuiya hii kama hatakuwa na viongozi wenye weledi, sisi ni jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania ambayo inaundwa na viongozi wa dini wa Kiislamu na wa Kristo pamoja na viongozi wa mila. Ni jumuiya pekee duniani yenye muundo huu. Sio Tanzania, duniani. Nyinyi mnakumbuka tulipoanza, niwakumbushe historia kidogo. Tulipoanza mambo haya ya mahusiano, maana kwanza tulianza na kamati za amani zile, alafu tukaje tukasajili jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Lakini tulipoanza kule mwanzo tulikuwa tukiogopana sana. Hatuwezi kukaa pamoja. Chuki zilikuwa zikitawala katika mioyo yetu. Waislamu wanawachukia Wakristo, Wakristo wanawachukia Waislamu. Na pengine kwa sababu ya mafunzo ambayo tunayopeana. Lakini sisi Mwenyezi Mungu hakutufundisha kuchukiana, hata kwa kuwa tumetofautiana dini zetu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu haruhusu, na ni haramu. Huwezi ukapoteza maisha ya mtu kwa sababu ya kutofautiana dini. Ukamua mtu, huyu Mkristo, huyu Muislamu huyu, basi na haki. Wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Huwezi. Ile kutofautiana imani hakutuhalalishi sisi kumwaga damu zetu hata kidogo. Na huku kutofautiana Mwenyezi Mungu anajua. Mwenyezi Mungu anajua kwamba iko mifumo mingi inayomtafuta. Iko mifumo mingi. Ukija kwa Mkristo atasema dini yake ni sahihi zaidi kuliko hii. Na ukija kwa Muislamu atakwambia inna dina inda Allahi al-Islam, yangu ndio sahihi kuliko hii. Kila mmoja kwa mapokeo ambayo aliyoyapokea.
Kinachotakiwa wewe kama umemtamania mwenzako katika wokovu na kuongoka na kufaulu duniani na akhera ni kumlingania kwa namna nzuri. Kama unaona huyu huko aliko siko, dini yako haikukatazi kumhubiria, haikukatazi kumlingania, lakini kwa hekima na maneno mazuri. Ndio maana upande wa Wakristo wako wale mubashirini, wainjilisti. Wainjilisti maana yake nini? Kufanya uinjilisti maana yake ni kuwahimiza watu wafuate Injili, wamjue Yesu, waokoke. Ndio maana uinjilisti. Na kwa upande wa Kiislamu kuna maduat, mashekh, wahubiri. Kazi yao ni hiyo hiyo, kuwapiga dawa. Wengine waelewe. Kila upande wanaruhusiwa kufanya hivyo na si dhambi kufanya hivyo. Kwa hiyo sisi wanadamu tunatakiwa tutamaniane kuongoka, sio kuchukiana. Yaani wewe ukinichukia mimi kwa sababu niko huku unisaidii. Basi unisaidie. Mimi nikikuchukia kwa sababu uko kule sikusaidii. Natakiwa nikufuate, nizungumze na wewe, nieleze uzuri wa dini yangu. Kwa hiyo Mungu hapendi kuchukiana. Tupendane kwa sababu ya insania, ubinadamu. Al-insanu, mwanadamu, binaullah. Au Mtume alisema katika maneno yake yale kwamba al-adamiyyu binaullah mad'un man hadamahu. Mwanadamu ni jengo la Mungu, amelaaniwa mwenye kulivunja. Mwanadamu ni jengo la Mungu, amelaaniwa mwenye kulivunja. Kwa sababu mwanadamu ukipoteza uhai wake kwa sababu tu ya kutofautiana kwa imani, ambaye hajakufanyia uadui. Maana kama akakufanyia uadui kuna hukumu nyingine. Kinachozalika hapo ni uadui, uzao uadui. Lakini hamjafanyiana uadui, hamwezi mkaishi kiuadui. Leo unaweza kuvunja msikiti, unaweza ukavunja kanisa, unaweza ukavunja hekalu. Kanisa tu Kiyama pale Palestina unaweza ukalivunja, watakuja wengine watalijenga. Unaweza ukavunja msikiti pale, watakuja wengine watajenga. Lakini ukimvunja mwanadamu ukapoteza maisha yake dhulman wa udwanan, kwa dhulma tu na uadui, nani atakayemrejesha? Hakuna na harudi. Labda mpaka aje Yesu. Maana yeye ndo alikuwa yuhi biidhnillah. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu alikuwa anafanya yale. Sasa Yesu hayupo, leo nimekuwa atakurudisha. Kwa hiyo uwezi ukamua mwanadamu kwa sababu ya tofauti hizi za imani. Tunatakiwa tuishi kwa sababu sisi ni watoto wa Adam na Hawa, wote kwa pamoja. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Wote mmetokana na Adam na Adam wametokana na mchanga. Tunatofautiana. Leo ukimuuliza nyinyi Waislamu mmeumbwa na nani, watasema Mwenyezi Mungu. Sana sana atakutajia Allah jina lake kwa namna lilivyokuja katika dini yake. Na ukimuuliza Mkristo mmeumbwa na nani, atasema Mwenyezi Mungu. Sana sana atataja jina alilolipokea, kama ni Yehova, kama ni nani, lakini atasema ni Mungu ndiye aliyetumba, sio wote. Wala yasaltahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Hata wale wanaompinga Mungu, wale ambao wanaomkana Mwenyezi Mungu, makafiri, ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi, watasema ni Mwenyezi Mungu, kwa jina lolote ambalo watakalolitaja. Lakini wanajua kuna Mungu ambaye kaumba mbingu na hii na ardhi.
Sasa tuna udugu ule wa kuwa tujinsania, udugu wa kibinadamu ambao tunao. Sasa wakati tunaanza mambo haya tulikuwa tukiogopana, tukasahau udugu huu kwamba sisi tunatofautiana kiimani, lakini sisi ni ndugu. Mkristo ni ndugu yangu kiubinadamu, Muislamu ni ndugu yangu kiubinadamu, Mkristo ni ndugu yangu tunaishi nchi moja, Muislamu ni ndugu yangu tunaishi nchi moja. Tunatofautiana katika udugu wa imani, na wala si dhambi kwamba Wakristo wakikaa kanisani wao kwa wao ni ndugu. Pale Muislamu uingii pale, ule sasa ni udugu wa kiimani, na wana haki ya kuzungumzia udugu wao kama wao kiimani. Sio, inaeleweka? Na Waislamu wakikaa msikitini wao kwa wao ndio ile innamal mu'minuna ikhwa, almuslimu akhul muslim. Sasa wao ni ndugu. Mkristo pale haingii, wao ni ndugu kiimani. Lakini ukishatoka hapo sasa udugu huu ni mtambuka, unakutana naye sasa sokoni, barabarani, kwenye biashara, kwenye maisha, udugu wa kinchi, udugu wa kibinadamu. Kwa hiyo wakati tumeanza mambo haya, wengine tulionekana wanafiki kweli, wengine tukaitwa majina mabaya. Angalia sasa wale Dini mseto. wengine wanasema dini mseto. Nani hapo sasa tufanye dini mseto? Dini mseto ni kuabudu pamoja, kufanya mambo ya kiibada pamoja. Hatufanyi mambo ya kiibada pamoja. Na ndio maana hata katika kuomba hapa desturi tuliyojiwekea, anaomba Muislamu, anaomba Mkristo. Kwa maana Muislamu anapoomba, Waislamu wanaitikia dua kwa kuwa wanajua hii ndiyo dua kwa mujibu wa imani yao. Anapokuja Mkristo naye anaomba, naye Mkristo anafaidika kwamba hii ni dua kwa mujibu wa imani yetu. Hatujafanya dua moja iwe inawajumuisha watu wote. Na ndio utaratibu hata serikali yetu umechukua. Tumeanzisha sisi. Ni utaratibu ambao unaendelea mpaka leo. Na serikali yetu walilahi alhamdu, Mungu aijaze kila la kheri, imekuwa ikiendelea na jambo hili. Mikutano ya serikali, sasa hivi hata mikutano ya chama, mama akitembea kila anapokwenda, askofu anapiga sala, shehe anapiga dua, mama anapiga mwingi, anaendelea huko kwa sura hiyo ya kuomba. Jana Dr. Nchimbi Ni msingi ambao mzuri unaendelezwa na serikali yetu. Sasa nakumbuka wakati ule tukasema tunaanzaje? Tukasema hebu tucheze mpira kidogo. Hebu tuanze kwenye michezo, kwa sababu mbona hawa kina John Peter, Hassan, Bakari mbona wanacheza kwa uwanja wa Taifa? Sasa hebu tucheze sisi mashehe na maaskofu. Tukaanzisha timu moja, Amani, nyingine tukaita Mshikamano, tukamwita waziri mkuu, njoo pale, mkuu wa mkoa, hebu tukafiliji tuchezeshe, RPC kaa kule Kibendera. Nao wanashangaa, kwani mashehe na maaskofu mnaenda kucheza? Naam, njoo tuone. Na hatukucheza timu moja ikae huku Wakristo huku, timu moja ilichanganyika. Namba 1 mchungaji, 2 imamu, 3 askofu, 6 padri. Ndani ya timu moja. Ili isionekane kwamba labda wakifungwa hawa ionekane labda Waislamu wamefungwa, Wakristo tukaanza hivyo. Kai mufti kakao hili basi. Tunacheza mpira kwa pamoja. Nakumbuka wakati ule Kaimu Mufti alikuwa shehe wangu mmoja, sitaki kumtaja. Mpira umechezwa dakika zote.
half time yote mpira haukwenda golini kwake. Sasa basi mkiwa ananiuliza shehe, hivi yule shehe vipi? Kule kuna mpira hauendi. Kaambia shehe mambo ya kawaida tu naleta mpira usawa. Yaani kaka kaingia goli mpaka kipindi kimeisha. Kwa hiyo tulianza hivyo, tukaanza kuondosha sasa woga. Tukaanza kuondosha woga. Tukabadilishana simu. Sasa hapa ukiangalia simu za maaskofu na wachungaji zina namba. Ukiangalia simu za mashehe kuna namba za wachungaji na mapadri na maaskofu, si ndio? Ukiona vielea vimeundwa, kazi ilifanyika ili kupunguza lile joto la hasama. Tusichukiane, tupendane. Wewe ukinitamania katika dini yako nipende, alafu nifanyie yale ambayo utanivutia, sio unanichukia. Kuchukia ni dhambi, usichukie mtu. Usimchukie. Yesu alisamehe. Hakuwachukia wale waliofanya vibaya. Muhammad alisamehe, hakuwachukia wale waliofanya vibaya. Sana aliwaombea. Hawajui walitendalo. Allahu yahdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ni kuombea. Sasa matunda yake leo ndio haya. Tunaweza kusoma pamoja, tunaweza kukaa pamoja, tunaweza kucheka pamoja. Hata tulipocheza na mabalozi. Mabalozi wale ni ambassadors. Walishangaa sana kwamba wanaona viongozi wa dini tofauti ndio timu moja dhidi yetu. Na balozi wa Marekani, hata balozi wa Iran nakumbuka, walituambia sisi tumetembea nchi nyingi sana duniani. Yule akataja nimekaa nchi hii, yule akasema nchi hii, na wengine wengi. Hatujaona kitu cha namna hii ila Tanzania. Viongozi wa dini wamekaa hawa na foreigners wanacheza mpira. Tulicheza na mechi pale uwanja wa Taifa. Na tulifanya hivi ili tuwe karibu. Tuwe karibu, tuweze kupendana. Na jambo hili sasa tunatakiwa tulirudishe kwa wafuasi wetu. Maana kuna wakati ukionekana shehe huko na mchungaji, huko na askofu huko na shehe, unaonekana ni msaliti. Kuna wakati nilikwenda kwa Kakobe, ilikuwa siku ya Ijumaa. Katule alinikaribisha ofisini kwake. Sasa mimi nilipanda kwa usafiri tu wa taxi. Akaniacha pale, nikaingia kanisani kwake, tukaongea. Tunaandaa mkutano hivi. Unajua Kakobe aliishi Temeke pale. Na ni mtoto wa Temeke. Kakobe alikuwa anafanya biashara ya kuuza CD pale. Amekwenda mpaka akawa askofu na kadhalika. Sasa ni mtoto wa Temeke, tunafahamiana. Sasa akanirudisha. Sasa wakati anirudisha pale mtaani kwetu pale Temeke, jirani na msikiti Ngong pale. Akashuka kwenye gari na mimi nimeshuka. Tunaagana. Waislamu wakaona, bana, Imamu Sheikh Hadi karibu na Kakobe. Sallallahu. Hawa ndio wale tunawaambia. Sheikh jamaa, tu ndio ya. Hapana, ni ujinga. Ni kwa sababu ya ujinga tu. Jahil. Wajahbu arun la yarda bihi illa himar. Ujinga ni aibu ambayo hairidhii isipokuwa punda. Wanadamu watakiwa wawe mjinga. Ni kwa sababu ya ujinga.
Sisi ukisoma mahusiano ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wasiokuwa Waislamu na Wakristo pale na jirani Madina, kama Mtume alikuwa nao karibu sana. Hata aliyetoa taarifa ya Mtume Muhammad, kwa maana zile ishara anayo alama Rahibu Bahira, wakati Mtume anafanya biashara, ammi yake amemchukua, wanakwenda huko Sham kutoka Maka. Nakumbuka sababu Mtume alikuwa na alama za utume, Mtume Muhammad ndio ile kasida anayo alama katika mabega yake, alama za utume akiwa mdogo. Sasa ammi yake yule anatembea naye katika kufanya biashara. Sasa njiani wakakutana na mtu mmoja ambaye alikuwa ni padri, alikuwa anaitwa Rahibu Bahira, alikuwa ni padri. Akamuona yule Muhammad na ile alama ya utume ambayo ammi yake alikuwa hajui. Padri ni Mkristo, si ndio? Au kuna padri Muislamu? Yeye ndiye akamwambia, na huyu mtoto mimi nimeona zile alama za utume zilizotajwa ndani ya Taurati kwamba atakuja mtume, na hizo alama nimeziona kwa huyu mtoto. Huko unakokwenda kuna watu wanajua, wakimwona huyu watamua. Ammi yake yule akalazimika asiende na mtoto Muhammad, akarudi naye. Sasa hapo unajifunza nini? Kwamba tungekuwa na mahusiano mabaya yasiyofaa. Au kama kungekuwa katika Ukristo hakuna utu na ubinadamu, kulikuwa na elimu. Yule Bahira ndiye ambaye akasema, hapana, huyu mtoto ana alama za unabii. Huko unakokwenda kuna watu wanajua, wakimwona watamdhuru, mrudishe. Ni mahusiano hayo. Maana yule padri Bahira si ndiye aliyetusema kwa lugha ya mjini sana, ndio katusema, sio? Kita ujibu tunasema ni mpango wa Mungu, alipanga hivi na hivi na hivi. Lakini kiubinadamu utasema ndio kwamba wenzetu walikuwa wanajua alama hizo, kwa sababu Taurati ilitangulia, Injili ni kitabu kilichotangulia, na bishara za Muhammad zimetajwa katika vitabu vilivyotangulia. Huu ni mlango mwingine. Lakini ninachokusudia kusema kwamba sisi ni lazima tuwe na mahusiano, na hivi ndivyo tulivyoanza. Ndio maana tukaunda hii jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania, ambayo niwaambie hapa, jumuiya ya maridhiano na amani Tanzania ni jumuiya ya kijamii, ila inaongozwa na viongozi wa dini. Sio, unanielewa? Yes. Ni jumuiya ya kijamii inaongozwa na viongozi wa dini. Ina tofauti na jumuiya nyingi. Na ndio maana uwezo ukaiona labda iko chini ya labda BAKWATA au chini ya TEC au chini ya CCT, hapa iko kivyake kabisa. Inasimamia katiba yake ambayo malengo yake ni kuleta utengamano katika nchi, kuleta amani katika nchi, kuisaidia serikali katika majukumu yake ya kulinda amani, kustawisha nchi, utaifa wa nchi yetu. Sasa haya ni mambo muhimu sana ambayo sisi kama wanajema tunatakiwa tuyajue. Lakini pia
niseme tu, wakati huu tunaelekea katika uchaguzi mkuu, kwa sababu sisi chombo chetu ni chombo cha kusimamia amani, ni lazima tuisaidie serikali. Lazima hatusaidii chama, tunaisaidia sasa serikali. Kama ni ya chama fulani, unafanyaje? Ndio maana yake. Na wewe ukishika dola, tutakusaidia kama serikali. Kwa maana sisi Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania kwa lugha nyingine kwamba vyama vyote sisi tunavilea, vyama vyote sisi tunaviangalia, hata wakikosana wanasiasa hawa sisi tuko tayari kuwapatanisha, tuwe tayari kuwaunganisha. Ndio maana ya Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Inawezekana miongoni mwetu tuna vyama, tuna mwelekeo, jambo ambalo halikwepeki, lakini msingi mkuu ni kwamba jumuiya yetu itaendelea kuisaidia serikali muda wa kuwa serikali iliyo madarakani, ipo madarakani, lazima tuisaidie. Uchochezi wa watu wa kuvuruga amani ni jambo ambalo halikubaliki. Sasa mama kama anazungumzia amani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sisi lazima tuzungumzie amani. Kama mama anazungumzia haki, maana wengine wanatutuhumu kwamba tunazungumzia amani bila ya haki. Hapana. Haki ni tunda la amani. Kwa hiyo pia tunazungumzia haki, lazima haki iwepo. Na Mheshimiwa Rais analizungumzia hilo mara kwa mara. Tumemsikia Mheshimiwa Rais kila mahala anazungumzia haki. Na ndio maana anabadilisha viongozi, anatumbua, anawanyoosha, anawaadhibu wanaokosa maadili, wanaokosea. Maana hawakutenda haki. Kwa hiyo Rais yazungumzie tu amani, anazungumzia haki na amani pia. Na sisi tuzungumzie haki na amani pia. Ni watoto pacha, ni vitu ambavyo vinategemeana. Sasa katika kipindi hiki ambacho tunaelekea katika uchaguzi mkuu, ni lazima tuisaidie serikali. Narudia, sisi hatusaidii chama chochote, tunaisaidia serikali. Sasa wewe utatuambia hiyo serikali ni ya nani? Kwa sasa ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Na mwingine akishika madaraka tutamsaidia. Kwa sababu sisi kama viongozi wa dini, tukiwa na mwelekeo tutaivuruga nchi. Na hata tunapokwenda pale kuombea viongozi, ni haki yetu kuombea viongozi, kuiombea serikali yetu. Lakini sisi tukionyesha udini au usiasa, maana yake tunaiharibu nchi yetu. Hata wanasiasa wakikosana, watakuwa hana kiongozi wa dini ambaye watamuamini kwa kuwapatanisha, watakimbilia wapi? Nakumbuka kipindi kile cha Ukawa. Serikali inasema hakuna maandamano, Ukawa wamejipanga nchi nzima, lazima waandamane. Imebaki wiki moja, jeshi la polisi linapiga mchaka nchi nzima, wanajiandaa. Rais anasema tokeni muone. Sisi viongozi wa dini, na mimi nakumbuka nilikuwa naongoza kile kikao hapa Protea Hotel, vyama vya siasa walikuja pale, maaskofu na mashehe tukakaa pale, tukawasihi kwamba jamani, hali mnaiona, acheni. Maandamano hayana tija, tutaumiza Watanzania. Kama serikali imesema hapana, acheni. Tukawasihi.
vyama vyote vya siasa, Chadema, CUF, NCCR, Mageuzi, na wote wakubwa wao walikuwa pale. Na Mheshimiwa Mgula akiwa katibu wa CCM nadhani pale, au si naibu kama hivi na Mzee Kinana. Hatimaye wakakubali kuwithdraw maneno yao, ukuta tukauvunja kwa namna nzuri, damu haikumwagika, wakaacha maandamano yao. Walichotaka ikaandikwa barua, na mimi nilikabidhi ile barua nikapeleka Ikulu kwa namna nzuri. Viongozi wa dini walisaidia kuua ule Ukawa bila ya kuleta uvunjifu wa amani, na nchi ikatulia. Sasa sio viongozi wote ni wasikivu, wengine sio wasikivu. Leo mama tunamshukuru ni msikivu, anasikia yako ya kumwambia, tunamwambia, anasikia. Viongozi wa dini ametengeneza maridhiano ya kisiasa, nyinyi wote mnajua. Kwa nyuma hali ilikuwa ngumu, hazungumzi mtu, kila mtu alifiata kabisa. Lakini leo demokrasia imekuwa, watu wanasema, watu wanazungumza, kila mtu anaweza kusema chochote. Sasa wao, Mheshimiwa Rais amefanya maridhiano ya kisiasa, na sisi tunafanya maridhiano katika eneo letu la watu wa dini, eneo la Watanzania, kwa maana namna gani tunaweza kufanya kazi kwa pamoja, lakini katika misingi ile ya kuisaidia serikali. Sasa chombo hichi kama nilivyosema ni chombo cha kipekee sana, na hata viongozi wake wanatakiwa wawe ni viongozi wa kipekee. Huko tunakokwenda, jumuiya yetu imeendelea kukua sana, inakuwa kila kukicha, na ni lazima sasa tuanze kuangalia viongozi wenye sifa ndani ya jumuiya. Lazima tuangalie viongozi wenye sifa ndani ya jumuiya. Sasa hivi jumuiya imekuwa ni kimbilio, tuko nchi nzima, mikoa yote. Nafurahi kuona kwamba wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya wanatoa ushirikiano kwa chombo chetu, wanasaidia, wanawapa ofisi, wengine wanawasaidia hata rasilimali fedha, si ndio? Sasa hii ni hatua kubwa, ni kwa sababu ya misingi ambayo Mheshimiwa Rais ameiweka, na yeye anaipenda hii jumuiya sana. Anaipenda jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, na anaijua, na anaona kazi inazofanya. Kwa hiyo kikubwa nimalizie, na ningeendelea kusema sana, lakini bado nina ratiba, lakini hata hivyo bila shaka nitakuwa nimesema sana. Nirudie kuwashukuru sana Mkurugenzi Mkuu Mr. Sanga, Balozi Madam Fatma, na timu yote ya maandalizi kwa jambo hili, Mzee Masasa, lakini pia wote ambao mlioshiriki, mashehe, maaskofu mko hapa na wengine mmetoka nje. Mungu awabariki sana. Lakini ndo nakupa pole baba askofu kwa kutoka Geita mbali na Mara. Mama hapo umenificha baba askofu Simoni vizuri hapa. Kutoka Mara, mwenyekiti mkongwe kwa ajili ya jambo hili, ni jambo jema sana. Lakini shehe wa wilaya pia na mashehe wengine kutoka mbali, ninawapa pole zaidi kwa sababu mmeacha zaidi ya mmoja. Hata gharama huwa ni tofauti. Kwa hiyo nawapa pole sana. Nawapa pole sana. Mungu awasaidie, na Mungu atusaidie wote kwa pamoja. Baada ya kusema haya, niseme nimefurahi sana sana kupita kiasi. Laiti ningekuwa nafasi ya kukutana, sijui tu mnasafiri lini, basi ningesema nipate hata lunch ya udina na wale waliotoka nje ya Dar es Salaam. Sijui ratiba zenu, labda pengine wanaondoka kesho, sijui ratiba zenu zikoje,
Ningekuwa mnakaa basi ningesema hata kesho pate dina pamoja. Hayo tunamwachia Sanga, ikiwezekana ataniambia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Unatazama JMAT Online TV, Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania.